Ndugu zangu wanawake wa mkoa wa Ruvuma, mimi naitwa Jacqueline Ngonyani Msongozi, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma. Leo ni siku ya wanawake duniani. Ni siku maalum sana ambayo imemtambua mwanamke na kutoa siku maalum kwa ajili ya maadhimisho ya siku hiyo. Basi mimi kama mbunge na mwakilishi wa wanawake wa mkoa wa Ruvuma katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanya niwe mzima leo, lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yenu wanawake wote wa mkoa wa Ruvuma. Naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wanawake wenzangu kwa siku hii maalumu kwa ajili ya mwanamke duniani. Kwa hiyo jambo ambalo naweza nikalisema, ndugu zangu wanawake wenzangu wa mkoa wa Ruvuma, ni kwamba siku hii maalum tuitumie vizuri katika kuhakikisha tunafanya tathmini ya mwaka mzima katika mambo mbalimbali. Jambo la kwanza ni katika kufanya tathmini dhidi ya malezi na makuzi ya watoto wetu katika familia na jamii. Lakini pia tufanye tathmini dhidi ya usimamizi mzuri katika kuhakikisha kwamba tunawasimamia watoto wetu vizuri ili waweze kupata elimu na mafunzo mbalimbali. Jambo la tatu, sisi kama wanawake wa mkoa wa Ruvuma ni wanawake mahodari, wanawake machapakazi, ni wanawake wenye kujitoa, wenye hekima, wenye busara, ni wanawake ambao kimsingi tunapaswa kuwa mfano wa kuigwa kwa wanawake wengine kwa kufanya kazi kwa bidii, kuwekeza zaidi katika sekta ya kilimo, kuwekeza zaidi katika biashara ndogo ndogo na hata biashara za kati, mwisho wa siku tuweze kuwa wafanyabiashara wakubwa. Nichukue nafasi hii kuwatakia heri sana na fanaka dhidi ya siku hii nzuri, siku maalumu, siku ya kipekee ambayo kimsingi naamini kabisa kila mmoja wetu kama mwanamke ana furaha kubwa na anajidai kwa maana ya siku ya mwanamke duniani. Niwatakie siku njema hii, furaha na fanaka katika familia zenu. Asante sana, lakini vile vile ni waase kwamba tusiwaache nyuma wanaume kwa maana ya waume zetu, kwamba tushikane nao bega kwa bega. Nyumba haiwezi kujengwa na mtu mmoja. Nyumba lazima inajengwa na baba na mama. Kwa hiyo endapo tunatambua umuhimu wa siku hii, basi maana yake ni lazima tuboreshe maisha yetu na familia zetu kwa ujumla. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Na wapenda wote wanawake wa mkoa wa Ruvuma. Asante.